Kombe la Muungano ni mashindano maarufu ya mpira wa miguu nchini Tanzania yanayofanyika kila mwaka kuadhimisha muungano wa Tanganyika na Zanzibar uliofanyika tarehe 26 Aprili 1964. Na umuhimu wa kombe hili la Muungano Cup, kombe hili lina historia ndefu sana, likiwa linalenga kuimarisha mshikamano wa Tanzania bara na Zanzibar kupitia michezo. Lakini Young Africans ndio klabu iliyoshinda kombe la Muungano mara nyingi zaidi, mara 6, na kwa upande wa Simba inafuatia kwa kutoa taji hilo mara 5, na mwaka huu inajaribu kulingana na rekodi ya Yanga. Mbali na ushindani wa soka, mashindano haya yanaadhimisha urithi wa kitamaduni na umoja wa Tanzania. Kiungo wa Young Africans Dennis Mkane ameweka wazi kuwa aliambiwa na kiungo mshambuliaji Max Nzegele kwamba atapata nafasi kwenye mechi za Muungano Cup Zanzibar. Mkane ndani ya Yanga kwenye mechi za ushindani hajawa na nafasi ya kwanza, kikosi cha kwanza, ambapo Yanga ni vinara wa ligi kuu wakiwa na pointi 70 baada ya kucheza mechi 26. Alipata nafasi ya kucheza kwenye mchezo wa robo finali dhidi ya KZFC kwenye Muungano Cup akitokea benchi, na Yanga ikapata ushindi wa mabao 2-0 na kutinga hatua ya nusu finali, ambapo itakutana na Zimamoto FC Aprili 29, 2025. Kiungo huyu amesema kuwa furaha kubwa kupata nafasi kwenye mechi za ushindani, na aliamini kwamba kwa namna yoyote angefunga kutokana na ugumu wa mchezo wenyewe ulivyokuwa. Maxi aliniambia kwamba kwa muda mrefu sijapata nafasi ya kufanya jambo, ndio maana nilipofunga alishangilia kwa furaha. Ninajua wachezaji wengi walifurahi, lakini Maxi alifurahi zaidi. Ulikuwa ni mchezo mgumu wenye ushindani mkubwa. Niliwaambia wachezaji wenzangu ambao tulikuwa benchi kwamba nikiingia halafu nikafunga basi washangilie kwa nguvu, kuwa sisi ni familia. Lakini pia Dennis Mkane aliongezea kwa kusema nilipofunga niliangalia wapo ambao hawakushangilia kwa nguvu. Najua hao nitaonana nao mwenyewe kwa kuwa mchezo huu tulikuwa tunauhitaji. Kazi yetu ni kuhakikisha tunawapa furaha mashabiki. Na Yanga ilipata ushindi wa mabao 2-0, ambapo bao la ufunguzi lilifungwa na Stefan Aziki kiungo, lakini pia bao la pili lilifungwa na Dennis Mkane ambaye alikuwa na nafasi ya kutoa pasi kwa Aziki, alikuwa kwenye nafasi ya kufunga bao hilo. Na Yanga imetinga hatua ya nusu finali, itakwenda kumenyana na Zimamoto hatua ya nusu finali. Mchezo unatarajiwa kuchezwa Aprili 29, 2025, na mshindi wa mchezo huu Aprili 28 kati ya JKU ama Azam FC watakutana na mshindi wa nusu finali ya Aprili 29. Kwa hiyo katika kombe hili la Muungano Cup, nani ataenda kuchukua? Toa maoni yako kuhusiana na Muungano Cup. Zimamoto FC nusu finali na Young Africans, lakini pia kwa upande wa JKU pamoja na Azam FC, mshindi wa JKU ama Azam FC ataenda kukutana na mshindi kati ya Yanga ama Zimamoto FC. Kwa nikusitu mtazamaji wangu kuendelea kufuatilia Sport Mtaa TV kwa habari zaidi za michezo. Usisahau kulike, kucomment, kushare, lakini pia kitu cha muhimu zaidi kusubscribe na kuwasha alama ya notification. Hapo utakuwa umetisha zaidi. Asante na nikutakie usiku mwema wa vipindi vyetu.